Miriamu! Miriamu, njoo nje haraka mwanangu. Asubuhi mapema, jua lilikuwa halijachomoza vizuri, wakati Mama Miriam alisimama nje ya nyumba, akimuita kwa sauti ya upole. Miriam, njoo ukate kuni tupate kupika mapema, huku akingoja majibu. Lakini ndani, Miriam aliyekuwa amejilaza, aligeuka kwa hasira, akajibu kwa sauti ya juu. Mimi siwezi hizo kazi za kishamba. Nimesoma na pia nipo na elimu yangu. Hivi mnataka watu wanionaje? Yaani na elimu yangu hote zi nihangaike na majiko ya kuni ninuke moshi? Sikiliza, mimi sio kama nyinyi. Hizo kazi za watu wasio na elimu fanyeni wenyewe na sio mimi. Mama yake alishtuka kidogo, akasema, mwanangu, unasema nini hivyo? Miriam akajibu tena, nasema ukweli, siwezi kushika kuni kama watu ambao hawajasoma. Mama yake akavuta pumzi ndefu, akabaki kimya kwa maumivu. Mama Miriam alijaribu tena kwa sauti ya utulivu. Mwanangu, hata kama umesoma, hapa ni kwenu, lazima tusaidiane. Miriam alifungua mlango kwa nguvu, akasema, nilikuja hapa kupumzika, sio kufanya kazi kama nyinyi. Elimu yangu haiendani na hizi kazi. Mama yake akasema, lakini kazi ni kazi mwanangu. Hapana, mimi sitafanya kazi za kijijini. Mama yake akabaki amesimama, akihisi moyo wake unaumia. Baba Miriam aliyekuwa ndani alisikia majibizano, akatoka nje haraka, akasema, Miriam, unajibu hivyo mama yako? Heshima iko wapi? Miriam alimgeukia kwa dharau, akasema, heshima ipi? Mtu ambaye hata hajui kusoma ataniambia nini mimi mwenye degree? Baba yake alishtuka, akasema, Miriam, hayo si maneno mazuri. Miriam akajibu, ndio ukweli wenyewe. Baba yake akanyamaza kwa uchungu mkubwa, kwa sababu na yeye hakuwa na elimu. Baba Miriam alijaribu kujizuia hasira, akasema kwa sauti ya upole, tulikusomesha kwa tabu kubwa ili ubadilike, sio tu dharau. Miriam akacheka kwa kejeli, akasema, ndiyo maana nashangaa kwa nini nilirudi hapa kijijini baada ya chuo. Huku hakuna mtu wa kuongea naye mwenye akili. Baba yake akasema, unatuona sisi hatuna akili? Miriam akajibu, ndivyo ilivyo na hakuna mnachokijua. Kwa hasira, Miriam aliondoka, akianza kutembea kijijini, huku watu wakimtazama kwa mshangao. Akiwa njiani, jirani yao mmoja akamsalimia, mambo Miriam. Lakini Miriam akamjibu kwa ukali, acheni kunisalimia kama mnanijua, sina muda na watu wa kiwango hiki. Jirani akabaki ameduaa, akasema, nimekusalimia tu kwa heshima. Miriam akajibu, heshima zenu sina haja nazo. Akapita zake. Kijana mmoja aliyekuwa pembeni alisikia kila kitu, akamfuata na akamwambia kwa utulivu, dada, elimu ni pamoja na adabu. Miriam akacheka kwa dharau, akasema, wewe hata form 4 hujamaliza, utanifundisha nini mimi wa degree? Kijana akasema, lakini hiyo sio tabia nzuri. Miriam akamkatiza, kaa kimya, usinipotezee muda wangu. Kijana akanyamaza, huku akiwa hana la kusema. Habari zake zilianza kusambaa kijijini, watu wakisema, amerudi na kiburi kikubwa sana. Watu wa kijijini walizungumza kwa huzuni, tulitegemea elimu imsaidie, lakini imemharibu. Mwingine akasema, hana adabu kabisa, lakini walihofia kumkabili moja kwa moja kwa sababu ya majibu yake makali yaliyowafanya wengi wakae kimya. Siku moja mwenyekiti wa kijiji alimuita Miriam, akasema, Miriam, tumepokea malalamiko kuhusu tabia yako ya kuwadhalilisha watu. Miriam hakusubiri hata amalize, akasema, wewe mwenyewe elimu yako ni ala 7. Utanieleza nini mimi mwenye degree? Mwenyekiti akavuta pumzi, akasema, heshima haipimwi kwa elimu. Miriam akacheka, hizo ni hadithi za zamani. Mwenyekiti alijaribu tena kwa utulivu, unaishi na jamii, hivyo lazima uheshimu watu. Miriam akamkatiza, heshima mnayotaka ni ya watu ambao hawajui maisha ya kisasa. Mimi si sehemu ya hiki kijiji. Mwenyekiti alisema tena, maneno haya si mazuri. Miriam akajibu, hayo ni maoni yako, si yangu. Akageuka kuondoka. Baada ya kutoka pale, Miriam alitembea kwa majivuno, akijiamini hakuna mtu wa kumfundisha kitu kijijini hapo. Akasema peke yake, hapa hakuna anayenifikia kwa elimu, bila kujua kuwa maneno yake yalikuwa yanajenga chuki kubwa mioyoni mwa watu, na huo ulikuwa mwanzo wa matatizo yaliyokuwa yanamjia taratibu bila yeye kutambua.
Siku zilipita na hii siku mama Miriam alikaa nje na mume wake usiku, akasema kwa huzuni, mtoto wetu amebadilika sana. Babake akasema, ndiyo, lakini ipo siku atajua ya kuwa elimu yake si kitu kama akiwa hana nidhamu. Mama yake akasema, naogopa sana hata kumrekebisha sababu ya majibu yake ya dharau, lakini ipo siku maisha yatamfundisha. Wakabaki kimya wakitazamana kwa huzuni. Miriam aliendelea na tabia yake kila siku, akijiona yuko juu kuliko wengine, akisema, hakuna anayenifikia hapa. Watu wakazidi kumwogopa polepole sababu ya majibu yake ya dharau. Siku moja alikutana na mzee mmoja aliyemwambia, binti yangu, kiburi kina mwisho mbaya. Miriam akacheka, akasema, hayo ni maneno ya wazee wa zamani. Mzee akasema, utakumbuka siku moja. Miriam akajibu, hakuna kitu cha kunikumbusha. Akaondoka huku mzee akitikisa kichwa. Aliporudi nyumbani alikuta kimya kisicho cha kawaida. Mama yake hakuzungumza naye, babake pia alikaa kimya. Miriam akasema, sasa mmeamua kuninyamazia? Hakuna aliyemjibu. Hali hiyo ilimfanya ajisikie tofauti kidogo, lakini bado alijifanya hajali. Aliwajibu, midomo ni ya kwenu, sitawalazimisha kuongea na mimi, mtajua wenyewe. Usiku huo alilala akiwa na mawazo kidogo, akisema, kwa nini kila mtu ananichukia? Lakini akajijibu mwenyewe, ni kwa sababu hawaelewi kiwango changu cha elimu. Hakika mimi si kama wao na sitajali kitu chochote kile. Nitaendelea kuishi kwenye viwango vyangu, sitakaa chini ya kiwango. Bila kujua kuwa kiburi chake kilikuwa kinampeleka kwenye njia ya matatizo makubwa zaidi yaliyokuwa yanamgojea mbele yake bila huruma yoyote. Kesho yake baba Miriam alimuita nje ya nyumba kwa sauti ya upole, huku wakiwa wamekaa kwenye mkeka. Babake akasema, Miriam, sasa umekuwa binti mkubwa. Kuna kijana mzuri sana, mtoto wa rafiki yangu, anataka kukuoa. Hili ni jambo la heri sana mwanangu. Miriam aliyekuwa amekaa alisimama, aligeuka kwa hasira kali akasema, unasemaje baba? Baba yake akasema, nasema ukweli mwanangu, ni jambo jema. Miriam akavuta pumzi kwa hasira akasema, hamnifahamu kabisa nyinyi. Miriam alimtazama baba yake kwa dharau akasema, God forbid, hii ni kama laana kwangu, na elimu yangu yote nikaolewa na kijana mkulima asiye na hata elimu. Mnanidharau sana nyinyi. Baba yake alishindwa hata kumwangalia usoni, akasema kwa sauti ya chini, Miriam, usiseme hivyo. Miriam akasema, ndio ukweli wenyewe, hamuwezi kunidhalilisha kiasi hiki, sitakubali hii aibu. Siwezi kuolewa na watu kutoka hapa kijijini sababu hakuna mtu mwenye elimu kunizidi. Baba yake akavuta pumzi ndefu akanyamaza kimya, huku maumivu yakionekana wazi usoni. Baba Miriam alijaribu kueleza kwa utulivu, mwanangu, si kila kitu ni elimu. Huyo kijana ana tabia njema na anajituma sana. Miriam alimkatiza kwa kejeli akasema, tabia njema itanilisha nini? Mimi nahitaji maisha ya kiwango changu, siyo ya shamba. Baba yake akasema, lakini maisha hayajengwi na elimu pekee. Miriam akajibu, hiyo ni kwa watu wa kawaida, si mimi. Baba yake akanyamaza tena kwa huzuni. Mama Miriam aliyekuwa pembeni alijaribu kumtuliza, mwanangu, hata sisi tulipendana bila elimu kubwa, lakini maisha yakaenda. Miriam alimjibu kwa sauti kali, ndiyo maana maisha yenu yako hivi, sitaki kuishi kama nyinyi. Mama yake akasema, lakini tuna furaha. Miriam akajibu, hiyo siyo furaha ninayoitaka mimi. Mama yake akabaki kimya, macho yakianza kumtoka machozi. Kwa hasira, Miriam aliondoka pale haraka, akaenda kukaa pembeni ya nyumba huku akiongea peke yake. Hivyo wanafikiri mimi ni wa kiwango chao, hawaelewi kabisa mimi ni nani sasa. Akatikisa kichwa kwa kejeli akasema, mimi siwezi kuolewa na mtu wa kijijini. Mungu wangu, hii ni kama laana. Siwezi kukubali hili. Siwezi kuishi maisha kama ya wazazi wangu. Usiku aliingia kwa ukimya, lakini chuki ndani yake iliendelea kukua zaidi. Wazazi wake walikaa pamoja wakijilaumu. Mama yake akasema, tumekosea wapi? Baba yake akasema, labda tulikosea kumsomesha, sababu kinachotutesa kwa sasa ni elimu alionayo. Labda asingekuwa nayo, tusingepitia katika hali hii ya kudharauliwa na mtoto tuliyemzaa sisi, na pia labda tulimlea kwa upole sana, sababu ndiyo mtoto pekee tuliye naye. Mama yake akasema, namuogopa sana mtoto wetu, amekuwa na kiburi na majibu mabaya, naogopa hata kumwongelesha. Baba yake akasema, maisha yatamfundisha. Wakabaki kimya huku huzuni ikitawala ndani ya nyumba. Kesho yake asubuhi, Miriam aliamua kutembea kijijini ili kupunguza mawazo, lakini alipokuwa anaendelea kutembea, ghafla kijana mmoja aitwaye Simon alimkimbilia kwa furaha, akasema, Miriam, mambo, nimefurahi kukuona tena. Miriam alimwangalia kwa jicho la dharau akasema, sina muda wa maongezi yasiyo na maana, sema unachotaka uondoke. Simon akasema, nilitaka tuongee kidogo. Miriam akamkatiza, ongea haraka. Simon hakukata tamaa, akasema kwa heshima, natumai baba yako amekwambia ombi langu. Nilikuomba uwe mke wangu kwa nia njema kabisa. Miriam alicheka kwa kejeli akasema, ui, hivi kumbe ndio wewe? Cheki kwanza ulivyo mfupi kuliko mimi. Maskini huna hata pesa, alafu huna elimu. Watu waliokuwa karibu wakaanza
akaanza kusikiliza kwa mshangao. Simon alijaribu kujitetea kwa utulivu. Sio kila kitu ni pesa au shule, Miriam. Moyo na juhudi pia ni muhimu. Miriam alimkatiza kwa dharau. Weka hizo hadithi zako pembeni. Siwezi kuwa na mtu asiye na elimu. Tafuta wa level yako. Simon akasema, nakupenda kwa dhati. Tafadhali naomba ukubali. Miriam akajibu, sahau kuhusu hilo. Simon alishusha kichwa kwa maumivu. Akaweka mikono kichwani huku akiwa na huzuni sana ya kukataliwa na Miriam aliyekuwa akiondoka zake. Aliporudi nyumbani, mama yake alimuita kwa upole. Mwanangu, ulienda wapi? Nilikutafuta sana, sikukuona. Miriam akajibu, sio lazima mjue kila sehemu ninazokwenda, vingine viwapite. Mama yake akasema, tunajali tu. Miriam akasema, hiyo sio shida yangu. Mama yake akabaki kimya, akiona hali inazidi kuwa mbaya. Baba yake aliyekuwa pembeni alijaribu tena kumuita. Miriam, njoo tuongee kidogo. Miriam akasema, sina muda wa maongezi ya kijinga. Baba yake akasema, tunataka kukusaidia. Miriam akajibu, hamna kitu cha kunisaidia mimi. Baba yake akashusha kichwa chini kwa uchungu. Siku iliyofuata habari zake zilienea zaidi kijijini. Watu wakasema, amekataa hata ndoa nzuri. Mwingine akasema, huyo atapata funzo kali sana. Miriam alipowasikia akasema, maisha yangu si ya kujadiliwa na nyinyi. Akaendelea na njia yake kwa majivuno. Kijana mmoja alimwambia, dada, kiburi si kizuri. Miriam akasema, nyinyi wote mnanionea wivu. Hapana, tunakushauri. Ushauri wenu si uhitaji. Akageuka akaondoka bila kusikiliza. Usiku ulifika na mama yake alilia akisema, mtoto wangu anapotea. Baba yake akasema, subiri, muda wake utafika. Mama yake akasema, ninaumia sana. Baba yake akamshika mkono akasema, tuvumilie. Wakabaki katika huzuni kubwa. Miriam aliendelea na maisha yake ya kiburi bila kujali yoyote, akisema, hakuna mtu anayeendana na mimi hapa. Wote hawafikii kiwango changu. Miriam aliwadharau sana na aliona hakuna mtu wa type yake. Akavuta pumzi ndefu akasema, hawa watu wote hawapo kwenye level yangu kabisa. Akajifuta machozi kwa mkono huku akitikisa kichwa kwa hasira, akisema, nilisoma kwa taabu ili nije nikae huku. Akajibu mwenyewe, hapana, haiwezekani kabisa. Akatazama chini kwa huzuni akisema, lakini mbona najisikia vibaya hivi? Akajikaza akisema, hapana, mimi si dhaifu. Lakini machozi yakazidi kumtoka zaidi. Akasema, hii ni hali ya muda tu, lakini ndani yake alihisi wazi kuwa kuna kitu hakiko sawa. Akasema, mimi sihitaji mtu yoyote hapa. Lakini moyo wake ukamwambia, kama huwahitaji, kwa nini unaumia? Miriam akafumba macho kwa sekunde chache, akijaribu kuizuia sauti hiyo, akasema, nitaondoka hapa, kila kitu kitaisha. Ghafla alikumbuka ahadi ya Mr. Michael, yule mwanaume aliyekuwa akimsumbua sana chuoni, aliyekuwa akimwambia kila siku, akimkubali tu atabadilisha maisha yake, atampa kazi na kila kitu anachotaka. Kumbukumbu hiyo ilimfanya anyanyuke kidogo haraka, akafuta machozi yake akasema, ndiyo, huyu ndiye anaweza kunitoa hapa. Akakumbuka jinsi alivyokuwa akimkataa zamani, akasema, nilikuwa ninajifanya sana bila sababu. Akavuta pumzi ndefu akasema, lakini sasa nahitaji maisha mazuri zaidi. Akitikisa kichwa kwa kujiamini akisema, hii ndiyo nafasi yangu ya kubadilika. Alianza kutembea polepole huku akifikiria kwa kina akisema, je, nifanye kweli au niache? Akasimama kidogo akasema, vipi kama atanidanganya? Lakini tamaa ya maisha mazuri ikamzidi nguvu, akasema, hapana, siwezi kuacha nafasi kama hii ipite. Akakumbuka hali yake ya sasa akasema, sitaki kubaki hapa hata siku moja zaidi. Akavuta pumzi kwa nguvu akisema, nitachukua risk hata kama kuna hatari. Akitikisa kichwa akisema, lazima nitoke hapa kwa gharama yoyote. Baada ya kusita kwa muda, Miriam alichukua simu na kumpigia Mr. Michael huku moyo ukimdunda kwa nguvu sana, mikono yake ikitetemeka kidogo. Akasema, nipige au nisipige? Akakaa kimya kwa sekunde chache akifikiria kwa kina, akasema, hakuna cha kupoteza tena. Akabonyeza namba haraka na akapiga simu. Huku akihisi hofu kidogo, akasubiri simu ipokelewe huku pumzi yake ikibadilika, akijiandaa kwa majibu. Alipopokea, Miriam alisema kwa sauti ya chini,
habari Mr. Michael, nakumbuka uliwahi kuniambia utanisaidia kama nikikubali kuwa na wewe. Mr. Michael alicheka kwa furaha akasema, hatimaye umeamua Miriam, nilikuwa najua siku moja utanitafuta. Miriam akanyamaza kidogo kisha akasema, ndiyo, nimekumbuka maneno yako. Mr. Michael akasema, nilikuwa nakusubiri sana. Miriam akavuta pumzi akisema, nimeamua sasa, nataka kuwa na wewe. Miriam alijibu kwa kujiamini, ndiyo, nimekubali. Nataka maisha mazuri na najua unaweza kunipa hayo. Mr. Michael akasema kwa msisitizo, usijali kabisa, nitakupa kila kitu unachotaka. Miriam akasema, nataka kazi pia, sio maneno tu. Mr. Michael akajibu, utapata kazi nzuri sana ukifika huku. Miriam akahisi matumaini mapya yakianza kujengeka ndani yake, akasema, hiyo ndio ninayotaka. Mr. Michael aliendelea kusema, basi jiandae, nitakutumia nauli na kila kitu kitakuwa sawa ukifika huku. Utaanza maisha mapya kabisa. Miriam akasema, nitakuja haraka iwezekanavyo, sitaki kupoteza muda. Mr. Michael akasema, huo ndio uamuzi sahihi. Miriam akasema, asante sana kwa nafasi hii. Simu ikakatika, lakini moyo wake ulikuwa umejaa matumaini mapya, huku bila kujua kuwa hatua hiyo aliyochukua ilikuwa mwanzo wa safari yenye matokeo mazito sana mbele yake. Baada ya siku chache, kweli Mr. Michael alimtumia nauli, na siku ya safari ilipofika, Miriam alianza kufunga mabegi yake kwa haraka, huku akichagua nguo zake bora akisema, hii ndiyo siku yangu ya kuanza maisha mapya. Akafungua draw moja baada ya nyingine, akipanga vitu vyake kwa haraka, huku moyo wake ukiwa na msisimko mkubwa, akijiambia, sitaki kuchelewa hata dakika moja hapa. Akatazama chumbani kwao kwa mara ya mwisho akasema, nimechoka na maisha haya kabisa. Akafunga begi lake kwa nguvu akasema, sasa naenda kuwa mtu mwingine kabisa. Hatotaka hata kumfikiria mtu yoyote nyumbani wala kuwaaga, akiamini anaenda kwenye maisha bora zaidi, bila kujua kuwa hatua hiyo ilikuwa mwanzo wa mabadiliko makubwa sana. Alisimama kidogo katikati ya chumba akitazama vitu vilivyomzunguka huku akisema, hapa sio sehemu yangu tena kabisa. Akavuta pumzi ndefu akasema, nilikuwa napoteza muda wangu bure. Akitikisa kichwa kwa majivuno akisema, nilizaliwa kwa ajili ya maisha makubwa zaidi ya haya. Akachukua begi lake kwa haraka akalivaa begani huku akisema, sitaki mtu yoyote anizuie leo. Akasogea mpaka mlangoni kisha akafungua mlango kwa nguvu, akatoka nje bila hata kuangalia nyuma. Wazazi wake walipokuwa wamekaa nje, walimuona akitoka na mabegi, wakamuuliza kwa mshangao, Miriam, unaenda wapi mwanangu? Miriam aliwatazama kwa jicho la dharau akasema, nenda kutafuta maisha, sio kukaa hapa kwenye umaskini wenu, msiniulize maswali mengi. Baba yake akashtuka akasema, Miriam, unazungumza nini hivyo? Mama yake akasema, mwanangu, hebu kaa chini tuongee kwanza. Lakini Miriam akitikisa kichwa kwa hasira akasema, sina muda wa kupoteza hapa. Akageuza uso wake kwa kiburi na akaondoka. Mama Miriam alisimama haraka akimkimbilia akisema, mwanangu, usiondoke hivyo bila mpango tafadhali. Miriam alimkatiza kwa ukali akasema, mpango wangu si lazima muujue. Maisha yangu ni yangu na sitaki mtu aniingilie. Mama yake akasema, angalau tuambie unaenda wapi. Miriam akasema, hiyo sio kazi yangu tena. Kisha akaanza kutembea kwa haraka bila kusimama. Mama yake alipiga magoti, alilia kwa huzuni akisema, Miriam tafadhali rudi mwanangu. Lakini Miriam hakugeuka hata kidogo. Baba yake akabaki kimya akimtazama akiondoka, huku macho yake akiwa yamejaa maumivu. Akasema kwa sauti ya chini, Mungu amlinde mtoto wetu. Na baba Miriamu alikuja kumuinua mama Miriamu na kumtia moyo. Alimwambia, usilie mke wangu, ipo siku atarudi tu, hapa ndio kwao na sisi ni wazazi wake. Safari yake ilianza huku akiwa na furaha kubwa ndani yake akisema, hatimaye nimeachana na maisha yale. Akatazama nje ya dirisha la gari, akiona mazingira yakibadilika akasema, haya ndiyo maisha ninayotaka sasa. Akajisemea, hakuna mtu atakayenirudisha nyuma tena. Akavuta pumzi kwa furaha akisema, ninaanza ukurasa mpya kabisa wa maisha yangu. Moyo wake ulikuwa umejaa matumaini makubwa sana. Alipofika mjini alishuka akiwa na tabasamu pana akitazama majengo marefu akisema, hapa ndipo sehemu yangu sahihi. Ghafla, Mr. Michael alimkaribia kwa furaha akasema, karibu sana Miriam, kuanzia leo maisha yako yanabadilika kabisa. Miriam alitabasamu kwa matumaini akasema, asanti sana, nilikuwa nasubiri siku hii kwa muda mrefu. Mr. Michael akacheka akisema, nilijua hutachelewa kufika hapa. Miriam alimtazama kwa kujiamini akasema, nina imani kubwa na wewe, sitaki kurudi nyuma tena. Mr. Michael akasema, hiyo ndio nataka kusikia Miriam.
hapa hakuna kurudi nyuma, ni kusonga mbele tu. Miriam akasema, nataka maisha mapya kabisa. Mr. Michael akajibu, utayapata yote bila shida yoyote. Miriam akahisi furaha ikimjaa moyoni, akiamini ndoto zake zimeanza kutimia kweli. Mr. Michael alimpeleka kwenye apartment aliyokuwa amempangishia. Akifungua mlango akasema, hapa ndipo utaishi kuanzia leo. Miriam aliingia ndani akatazama kila kona kwa mshangao. Akasema, hii ni nzuri sana kuliko nilivyotarajia. Mr. Michael akatabasamu akisema, nilikuambia sitakuangusha. Umeonyesha kweli unajali. Mr. Michael akamwambia, na kuhusu kazi usijali, nitakupangia kila kitu kwa wakati sahihi. Miriam akasema kwa furaha, hiyo ndio nilikuwa naisubiri sana. Mr. Michael akasema, utaanza kuona matokeo hivi karibuni sana. Miriam akakaa kwenye sofa akitabasamu akisema, hatimaye nimefika nilipotaka, bila kujua kwa nyuma ya ahadi hizo kulikuwa na jambo zito ambalo lingegeuza maisha yake. Siku zilivyopita, Mr. Michael alianza kumwonyesha Miriam mapenzi ya juu, huku ukweli ni kwamba alikuwa anamtumia kwa starehe zake tu bila yeye kugundua. Miriam aliendelea kuamini bado kuna kazi anaisubiri, huku akijifariji kuwa subira inalipa. Alijisemea, mbona kama anachelewa kunipa kazi? Au labda bado anapanga mambo vizuri, ngoja niendelee kusubiri. Bila kujua anasubiri kazi hewa. Mr. Michael alimwambia mara kwa mara, kuwa na subira, kila kitu kina mpango wake. Kukupatia kazi si jambo dogo, nataka nikupe kazi ya kudumu. Miriam akitikisa kichwa kwa matumaini akisema, naamini hivyo, lakini ndani ya moyo wake kulikuwa na mashaka madogo ambayo hakutaka kuyapa nafasi. Akasema, hapana, siwezi kuwa na shaka na mtu aliyeniahidi maisha mazuri hivi. Miriam aliendelea kuishi pale apartment akijiona kama mtu aliyefanikiwa tayari, akisema, hatimaye nimefika nilipotaka, huku akivaa vizuri na kujiamini mbele ya kioo akijisemea, hii ndio life yangu sasa. Lakini kila siku iliyopita aliona hakuna dalili ya kupata kazi kama alivyoahidiwa. Hii siku alimuuliza Mr. Michael, vipi kuhusu kazi? Alijibu, subiri kidogo, mambo yanaiva. Miriam akasema, sawa, nitaendelea kusubiri, bila kujua kuwa alikuwa anazidi kucheleweshwa makusudi. Miezi ilivyopita, Miriam alianza kugundua mabadiliko mwilini mwake, akisema, mbona najisikia tofauti siku hizi? Akahisi kichefuchefu mara kwa mara, akasema, huenda ni uchovu tu, lakini hali ilizidi kumtia wasiwasi. Akaenda kufanya vipimo hospitali na baada ya muda mfupi akaambiwa, una ujauzito. Miriam alishtuka sana, akasema, haiwezekani, lakini majibu yalikuwa wazi. Akashika kichwa chake kwa mshtuko, akasema, sijui Mr. Michael atalipokeaje hili. Alirudi nyumbani akiwa na mawazo mengi akijiambia, lakini Mr. Michael atanisaidia tu, siwezi kuwa peke yangu. Akajifariji akisema, aliniahidi kunibadilishia maisha yangu yote, hawezi kuniacha hivi. Lakini ndani yake kulikuwa na hofu iliyokuwa inaongezeka taratibu. Akasema, lazima nimwambie haraka iwezekanavyo. Akavuta pumzi ndefu akijiandaa kwa mazungumzo mazito mbele yake. Siku moja alipokuwa amekaa nje ya apartment, alimpigia Mr. Michael kwa sauti ya wasiwasi. Nina jambo muhimu nataka kukuambia. Mimi ni mjamzito. Upande wa pili Mr. Michael alicheka kwa dharau kali akisema, wewe unasema nini? Miriam akasema, ndiyo, ni kweli nina ujauzito wako. Lakini kicheko kile kilianza kumfanya Miriam ahisi kitu si sawa kabisa. Mr. Michael alimjibu kwa kijeli, ni nani alikuambia mimi nataka watoto sasa hivi? Sikia nikwambie, nina watoto wengi kwa mke wangu na wananitosha. Sina pesa za kuchezea kuhudumia watoto wa nje. Sikia wewe mwanamke, naomba usinijue mimi tena kama Mr. Michael, na wala usije kuniambia habari zako za kipumbavu. Kwanza mimi sikukutuma ubebe mimba hiyo, umejituma mwenyewe. Nani juu yako? Usinishirikishe. Miriam alilia sana huku akiona amesalitiwa. Kwa bahati mbaya sana ofisi yangu haiajiri wajawazito, na kuhusu mimba hiyo si jukumu langu. Maneno hayo yalimgonga Miriam kama radi. Akasema, unasema nini Michael? Uliniahidi utanisaidia na kunipa kazi na maisha mazuri. Lakini Mr. Michael alimkatiza kwa ukali, acha kunikumbusha mambo yasiyo na maana. Miriam akasema, sasa nitafanya nini katika hali hii? Lakini Mr. Michael akasema, hiyo si konsani yangu, sauti yake ikiwa baridi kabisa bila huruma yoyote. Mr. Michael akaongeza kwa ukali zaidi, na kingine, ile nyumba niliyokupangishia sikulipa kodi kwa muda mrefu. Una siku 2 tu uondoke hapo. Miriam akasema kwa mshangao, unawezaje kusema hivyo wakati unajua hali yangu? Lakini kabla hajamaliza, Mr. Michael alikata simu ghafla, akimwacha kwenye ukimya mzito uliojaa maumivu makali sana.
Miriam alishusha simu polepole huku machozi yakianza kumtoka kwa wingi. Akasema, nimefanya kosa kubwa sana. Akashika kichwa chake kwa mikono yote, akilia kwa sauti ya chini, akisema, nimejidanganya mwenyewe. Akakumbuka jinsi alivyowaacha wazazi wake kwa dharau, akasema, nilikuwa na kiburi kisicho na maana. Akazidi kulia, akisema, sasa sina hata pa kwenda. Aliendelea kulia hadi akahisi kuchanganyikiwa, akisema, nitarudi wapi sasa? Akakumbuka nyumba yao kijijini na maneno aliyowaambia wazazi wake. Akasema, siwezi hata kuwakabili, ninaona aibu sana kwa dharau nilizowaonyesha. Lakini hali yake ilizidi kuwa mbaya. Akasema, lakini sina mahali pa kwenda tena. Akavuka pumzi kwa uchungu, akisema, lazima nirudi hata kama ni kwa aibu. Hatimaye aliamua kurudi kijijini akiwa na moyo mzito sana, akitemea polepole huku akishikilia tumbo lake, akisema, sijui watanipokeaje. Alipofika karibu na nyumbani, alisimama kidogo akitetemeka kwa hofu, akasema, nitaanza kusema nini? Lakini alijikaza, akasema, lazima nikabiliane na matokeo ya matendo yangu. Alipofika nyumbani, aliwakuta wazazi wake wamekaa nje. Akasimama mbele yao akiwa na machozi, akisema kwa sauti ya chini, mama, baba, naomba munisaidie kunisamehe. Nilikosea sana kuwadharau. Mama yake alishtuka, akasimama haraka, akimtazama kwa macho ya huruma, huku Miriam akiendelea kulia bila kujizuia. Mama Miriam alimkimbilia na kumkumbatia kwa machozi akisema, mwanangu, tumekusamehe tangu zamani. Ulikuwa tu hujajifunza maisha. Miriam akalia zaidi akisema, samahani sana mama, nilikuwa na kiburi. Mama yake akamshika kwa upendo akisema, mbona tumbo lako kama ni kubwa? Huo ni ujauzito wa nani? Ni nani baba wa mtoto? Miriam alipoulizwa hivyo, alianza kulia bila vituo. Alimwelezea mama yake kila kitu. Mama alilia sana. Aliona maisha ya mwanaye yameharibika kwa sababu hakutaka kuwasikiliza. Ndio hivyo tena, maji yakimwagika hayazoleki. Baba Miriam naye akasema kwa utulivu, karibu nyumbani mwanangu, hapa ndipo pa kuanzia upya. Miriam akapiga magoti akisema, asante baba, sitarudia makosa yale tena. Baba yake akamuinua akisema, kilicho muhimu ni umejifunza. Wazazi wake walimsamehena. Hali ya upendo ilianza kurejea tena pole pole. Baada ya mwezi mmoja, Miriam alibadilika kabisa, akawa mnyenyekevu na mwenye heshima akisema, nilikuwa na makosa makubwa sana. Kijiji kizima kilishangaa mabadiliko yake. Watu wakasema, sasa ameanza kuelewa maisha. Miriam akawa mfano wa mtu aliyebadilika kweli. Na miezi kadhaa alifanikiwa kujifungua mtoto wa kiume na alimuita Patrick. Simoni ambaye hakukata tamaa alirudi tena, akasema kwa upole, Miriam, bado nakupenda hivyo hivyo ulivyo. Hata kama una mtoto, nipo tayari kukuoa. Miriam akanyamaza kidogo akasema, nimebadilika sasa. Ninaelewa maana ya heshima na upendo. Nipo tayari kwa mke wako. Simoni akasema, hilo ndilo nilikuwa nasubiri. Na Simoni alifurahi sana kumpata Miriam. Hatimaye Miriam alikubali na ndoa ikafanyika kwa furaha kubwa kijijini, huku watu wakishangilia mabadiliko yake. Miriam akasema, maisha yamenifundisha somo kubwa sana. Akatazama wazazi wake kwa upendo akasema, hapa ndipo nyumbani pa kweli. Na safari yake mpya ya maisha ilianza kwa unyenyekevu na hekima kubwa aliyoipata kupitia maumivu makali aliyopitia. Tuandikie maoni yako kwenye comment. Ungekuwa wewe ndio Simoni, ungekubali kumwoa Miriam? Au kama wewe ungekuwa mzazi wa Miriam, ungekubali kumsamehe mwanao? Tuandikie maoni yako hapo chini kwenye comments na utuambie unatazama simulizi hii ukiwa wapi. Usisahau kulike pamoja na kusubscribe katika channel hii. Tukutane tena next time. Bye bye.